Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, ndugu Ali Api, ameendelea na ziara yake mkoani Arusha kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa nchini chini ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kongamano la jumuiya hiyo ambalo limelenga kupongeza mafanikio ya miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Akiwa katika ziara hiyo, Katibu Mkuu Api ametembelea na kukagua ujenzi wa hospitali ya kisasa inayojengwa katika jiji la Arusha ambayo inatarajiwa kuhudumia zaidi ya wagonjwa 1500 kwa siku. Mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 17 hadi kukamilika umelenga kuboresha huduma za afya kwa wananchi na hata watalii wanaotembelea mkoa huo. Mpaka sasa tayari shilingi bilioni 4.2 zimetumika katika ujenzi huo. Yetu Dr. Samia ameifanya CCM itembee kifua mbele, sio tu Arusha bali Tanzania nzima kwa ujumla. Wananchi wanataka maji, wananchi wanataka afya bora, hospitali nzuri. Na mama amefanya kwenye maji, mama amejenga zahanati kila kijiji, amejenga vituo vya afya 485 nchi nzima. Watanzania wakatibiwe, wapate matibabu mazuri. Kwa hiyo Arusha ya jana na Arusha ya leo zina tofauti kubwa sana. Arusha ya Dr. Samia ni bora kuliko Arusha iliyotangulia. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba Chama cha Mapinduzi kinajivunia maendeleo makubwa yaliyoletwa na Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya mkoa wa Arusha, lakini ndani ya Tanzania kwa ujumla. Kote nilikopita Mzazi nimeshuhudia maendeleo makubwa. Wakulima wanapata pembejeo, wakulima wana uhakika wa masoko ya mazao yao. Vijana wamepewa mikopo. Katika mwaka mmoja uliopita vijana peke yake wamepewa mikopo bilioni 36. Na tunaeleza kwa hoja na mifano nini rais amefanya. Kwa tutakuwa tunazungumza na taifa. Kama nilivyosema, chama hiki ni chama cha watu. Baba wa taifa alisema Chama cha Mapinduzi ni chama cha watu. Sisi hatusemi yanayohusu vyeo na madaraka tu kama wenzetu. Wenzetu watazungumza uchaguzi, tume, kwa sababu wanazungumza vyeo. CCM inazungumza maji, umeme, elimu, afya, kilimo, miundombinu, maisha ya watu. Kwa tutakuwa tunazungumza na Watanzania, na niwaombe wana Arusha popote pale walipo wawe katika vyombo vya habari kufuatilia kongamano tunalolifanya Jumuiya ya Wazazi hapa Arusha kujadili mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya CCM chini ya rais wetu, kipenzi chetu, jemadari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sijui nini. Kwanza mimi nashangaa. Asilimia kubwa ya Watanzania tunazungumza Kiswahili. Ukishaona chama cha siasa kinakuja na kauli mbiu za lugha ambazo Watanzania walio wengi hawaelewi, ujue ni mwanzo wa chama hicho kupoteza mwelekeo. Kwa sababu tunazungumza lugha ya Kiswahili, wewe unapokuja na kauli mbiu ya Kiingereza, maana yake umewalenga wanaojua Kiingereza na sio Watanzania wanaoishi mijini na vijijini ambao Kiswahili ni lugha yetu ya taifa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, CCM viongozi wetu wametoa kauli itashiriki uchaguzi, imejiandaa na uchaguzi, na vyama vingine vya upinzani vingi vimejiandaa na uchaguzi. Uchaguzi uko kwa mujibu wa katiba na sheria. Tutakwenda kwenye uchaguzi, tutashiriki uchaguzi. Na tunawataka wenzetu wasiweke mpira kwa pani, waje uwanjani. Ndiye baba. Na mimi naelewa kwamba wenzetu wale wanaogopa jambo moja. Rais amefanya kazi ya kiwango cha juu kupita maelezo. Uwezekano wa Rais Samia kushinda kwa asilimia zaidi ya 90 na kitu ni mkubwa sana. Kwa hiyo rafiki yangu, kati ya sisi na wao, wanaoiogopa Oktoba ni wao, sio sisi. Jengo hili linakusudiwa kutoa huduma za nyota 5 za kimatibabu. 5 star. Yes. Maana kwamba tutakuwa na huduma za ndani lakini pia na za nje pia tutakuwa tunazitoa hapa. Na jengo hili lina uwezo wa kushusha helipad
kwa maana ambulance ya ndege inaweza ikashuka itakapokamilika, na hiyo ndio itatofautisha na majengo mengine. Maana helikopta itaweza kutua. Ndio itashuka hapo. Kwa hiyo mgonjwa hata akitoka mbugani anaweza akaletwa hapa na akapokelewa vizuri. Kwa hiyo ni jengo ambalo tunategemea pia kwa siku moja linaweza kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya 1500 ya Force Account. Jengo hili ni jengo la wagonjwa jumuishi kwa maana ya kwamba litakapokamilika litakuwa lina jumla ya idara 12. Idara hizo zimegawanyika kwa katika kila floors. Kwa maana ya kwamba kwa hii idara ya chini, sakafu ya chini, tutakuwa na idara 4 ambapo tutakuwa tuna idara ya ushauri wa kidaktari, tutakuwa tuna idara ya usafishaji wa damu kwa maana dialysis, tutakuwa tuna idara ya famasia, pharmacy, tutakuwa tuna idara ya ushauri bingwa kwa maana specialist, tutakuwa pia tuna idara ya mionzi, na katika mionzi tuna mionzi ya aina yote. Tutakuwa tuna MRI, tutakuwa tuna CT scan, tutakuwa tuna X-rays, tutakuwa tuna fluoroscope, tutakuwa tuna X-rays. Kwa mantiki hiyo, ili jengo litakuwa na mionzi ya namna yoyote. Na kwa taarifa, kwa sasa hivi katika hospitali yetu ya Mount Meru katika mkoa wetu wa Arusha hatuna huduma ya MRI, lakini katika jengo hili huduma hiyo imewekwa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa katika mkoa wetu tutaanza kupata huduma hiyo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo hapo hivi. Mradi huu unatazamiwa kugharimu shilingi bilioni 17.7 utakapokamilika. Na kwa mwezi ya kwanza ulikuwa umekadiriwa kugharimu shilingi bilioni 4.4, ambapo mpaka tunavyozungumza tayari bilioni 4.2 zimesha kufika kituoni na ndo ambazo zinaendeleza na kazi hii ya ujenzi. Naomba ni wasilishe taarifa hii. Majina naitwa Mary Liza, natokea Sanawari. Nashukuru Mama Samia kwa huduma alizotupa. Huduma zake ni nzuri. Kwa jana nilipofika nilipata huduma nzuri. Uwepo wa happy mzazi Arusha. Kwa sababu unajua amekuja kutembelea miradi ya mama. Ni mingi, miradi ya mama ni mingi sana. Tunamshukuru Mama Samia kwa sababu Arusha kwa muda mfupi Arusha imekuwa kama mbele yani. Kama Ulaya. Kama Ulaya yani. Kwa sababu muunga mkono hizi haraka kwenda kukagua miradi ya mama kwa sababu sio nyote tumeona, sio nyote tuna macho tunaona kabisa mama kitu anafanya. Unasemaje? Mama ni mchapakazi. Mama ni mchapakazi, mama anachapa kazi. Mama ni mitano tena, yani apewe tena. Mama apewe tena. Mama apewe tena. Mama apewe. Usije ukajisumbua eti kuja Arusha kupiga kampeni. Sisi kama wadudu tunaomba tu usafiri tu. Tunakuhakikishia wenyewe. Tunaapa wenyewe sisi kama wadudu. Kura zako tunazita kwenye box. Hii chugani ni ya kwako. Sisi kama wadudu tumeshasema. Yaani tutapita kila mtaa. Yaani tutapita kila mahali. Tupe tu usafiri na mafuta mama yetu Samia. Tunakuomba kwa heshima. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.